Lakini nilichokiona tofauti katika hiyo hospitali yetu, nimefika hapa nimekuta watoto 19. Na watoto 19 kila mmoja anaandikwa karatasi kwenda kununua dawa. Lakini hospitali haina dawa. Imebidi mimi kwa kweli wa Mwenyezi Mungu nimetoa zaidi ya shilingi 45,000 kwa ajili ya kutoa watoto waende kanunue dawa. Lakini sikumueleza mtu naomba unirudishie wala ufanye nini. Nimesikitika sana kwa masikitiko kwa sababu hospitali inakosa hata paracetamol. Ina haja gani ya kuwa katika Moriet? Hiyo sio kweli, hiyo ni mambo ya siasa. Kwa sababu duka lile pale ukienda sasa hivi ukiandikiwa dawa pale unakwenda pale unaambiwa hamna dawa, unakwenda kwa shangazi kwenda kununua dawa. Tunataka tujue lile duka lilioko kwa shangazi ni la mtu binafsi au la serikali. Labda watoto wana hali gani na nini kilitokea? Watoto wako kwenye hali nzuri, wengine wako kwenye hali mbaya, lakini masikitiko makubwa hospitali yetu tuliambiwa kwamba ina ambulance, lakini imechukua zaidi ya masaa 3 ambulance hamna. Naona tunashindwa kuelewa taratibu ni ipi. Nadhani baada ya radi kupiga na wenyewe walikuwa kwenye msongamano wa ngazi. Kwa hiyo sasa ndo wakawa wanasukumana. Kwa hiyo wale wa kwanza ni kidogo walipata changamoto ya kulaliwa na wenzao. Lakini shida lazima tuiombe serikali yetu. Hii ni hospitali kubwa. Kuwa na ambulance moja, majanga kama haya tunaweza tukapoteza taifa la kesho. Inakuwa sio sahihi kwa sababu wamechukua muda mrefu sana. Watoto tu wamekaa hapa pasipo kupatiwa huduma. Kwa ni muda karibia wa kutoka shule. Ule muda ambao wa kutoka na mvua ndio ilikuwa inataka kuanza kunyesha. Ndio baada ya hapo radi ndio ilipopiga, hofu ya watoto kuogopa wakaanza kusukumana.